Hamjambo na karibuni kwa kipindi kingine cha mazungumzo. Ni mimi wenu Daktari Gilbert Kisharu Githere, nikija nyumbani kwenu na machache. Wakati mwingi sisi hukutana, tunazungumza, tunatia kalma, tunaangalia yapi yanatendeka, lakini naanza kuangalia siasa za Afrika na huruma kubwa na huzuni. Hicho ndio kinanitia hofu, kwa sababu ukiangalia siasa za Afrika zilikuwa zinaendelea katika hali ambayo unasema tunaelekea katika hali ya furaha hapo usoni. Manake muungano wa Afrika ulikuwa unaonekana kama utakuja utendeke na uwe ni kweli, lakini sasa ukiangalia yale ambayo yanatendeka Afrika ya Kusini hasa ndio itakuonesha kweli tuko kwenye taabani, na lazima watu wachungue haya mambo, ujiulize Afrika inaelekea wapi? Yaani wewe kumbuka wakati ambao wa Afrika Kusini wakipigania uhuru wao, kila mtu katika Afrika ama ulimwengu mzima walikuwa wameungamana pamoja, wanasema lazima Afrika ya Kusini iwe huru. Lakini sasa wewe angalia, Afrika ya Kusini kata imesema haitaki Waafrika wageni wawe katika nchi yao. Hicho sio kitu cha huzuni kweli? Ukikiangalia cha kuvunja roho. Yaani watu wanasahau upesi kabisa. Ukiangalia Waafrika ambao ni wageni, tuseme kutoka nchi zingine ambao wako katika Afrika ya Kusini, ni wachache sana. Huwezi kusema ni mamilioni wameenda huko wakavumia nchi na wanaharibu uchumi wa hiyo nchi. Ingekuwa ni hivyo tungeshajua. Na pia kufika huko ni lazima uwe na visa, ni lazima uwe na mambo umeenda kufanya, ni lazima uwe na kazi ambayo unafanya. Huwezi kuingia tu Afrika ya Kusini kutoka Kenya uingie tu, kila mtu anaingia akitoka. Hapana, hasha. Wako na sheria zao za kigeni na lazima ufuatane nazo, lakini ukiingia kwa njia za panya routes utapatikana. Lakini kitu ambacho ni cha kuhuzunisha kabisa ni watu kujiunga pamoja, vikundi, kutafuta Waafrika wageni. Na lazima ukumbuke katika Afrika ya Kusini sio Waafrika wa nchi zingine tu ambao ni wageni huko. Lazima tuseme wenyeji wa Afrika ya Kusini wanajulikana na wageni ni wengi. Kuna wazungu, kuna Wahindi, kuna Waarabu, kuna chungu mzima ya watu tofauti wanaishi Afrika ya Kusini. Lakini Waafrika weusi wa Afrika ya Kusini hawasemi hawataki wazungu, Wahindi ama Waarabu huko Afrika ya Kusini. Wanasema tu hawataki kuona Waafrika kutoka nchi za Afrika ama watu wenye ngozi nyeusi. Jamani, hiyo sio taabu kubwa? Hata nimeangalia nikasema kweli binadamu usahau upesi sana. Marake frontline states ambazo zilisaidia Afrika Kusini kwa huru, Msumbiji, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, wote walishikana pamoja kusaidia Afrika ya Kusini. Na wengine hata walijitolea na mkondo wa Siswe. Chama cha Mapinduzi ambacho kilikuwa kimechukua silaha kinapigana na makaburu wa Afrika Kusini kilikuwa na watu kutoka nchi nyingi sana.
Hata nafikiri Museveni alipokuwa kijana, nafikiri alipigana vita huko Msumbiji. Huko ndio alisomea mambo yake ya kugeuza serikali na nini, ya kupigana vita vya kupigania uhuru. Lakini hata sasa Mandela akija akiamka, je, aangalie Afrika Kusini vile iko, si atastaajabu? Anaona watu wanamchukua Mtanzania, wanaenda wanampiga, wanamwambia wewe rudi kwenu. Na ukikumbuka Mwalimu Kabarage Nyerere vile alipigana vita vya Afrika ya Kusini, hata wewe mwenyewe utastaajabu. Kwa hivyo nafikiri ni lazima sisi wenyewe sasa, katika hii miaka ambayo tunaendelea ya postmodernity, yani miaka ya maendeleo ya dijitali, tufikirie ni Afrika ya aina gani ambayo sisi tunataka. Manake sisi wenyewe ni lazima sisi ambao sisi uchambua mambo tuseme na tuzungumze ni yapi yanawakabidhi waandishi, wapiga picha, wale ambao wanachambua mambo ya ulimwengu, wanaweza kusaidia Afrika kujiangalia na kusema kwani tunabadilika jameni? Badala ya kushikana kupunguza chuki baina yetu, inaonekana ni vizuri tuongeze chuki na kupigana baina ya sisi wenyewe. Sicho ni kitu cha kustaajabisha. Mandela akiamka leo atastaajabu. Manake kila mtu, hata mimi mwenyewe nilipokuwa Ujerumani nikisoma mambo ya sinema, nakumbuka nikizungumza kwenye mkutano na nikisema ni lazima serikali ya makaburi ya Afrika Kusini imwachilie uhuru Mandela. Na licha kama hawatafanya hivyo, watu wakasema hawawezi kufanya biashara na Afrika Kusini, wakavunja uhusiano wa aina yeyote. Na leo kiketi unaona watu ambao wanajulikana wako na fimbo, mabakora, panga, vyuma, mitarimbo, wanatafuta Wakenya, wanatafuta Watanzania, wanatafuta Waganda, wanatafuta Wanigeria. Wakimpata mmoja wanampiga na hizo chuma mpaka anakufa. Hata unashtuka. Lakini sio Afrika ya Kusini peke yake, pale Afrika inaelekea, tusipochunga, miaka ambayo tuko hii ya 21 inaonekana inaweza kuleta madhambi katika Afrika. Ni lazima watu wapunguze hamaki na siasa za gigigi kimabavu. Yani wawache mawazo na ideas yatuongoze, tuweze kuzungumza filosofia na ni wapi tunataka kwenda, kuwatafutia binadamu elimu. Elimu ni kitu cha maana. Afya, Afrika bado iko mbali, inataka watu wengi wasome mambo ya utabibu, tuwe na madaktari wengi. Ni lazima tupigane na mambo ya kupungukiwa na maji na kuweza kutafuta ni vipi maji ya mvua tuyaweka, tuyachukue, tuyaweke katika mashimo, dams na nini, ndio kukiwa kuna kiangazi tuko na maji ya kutumia. Kwa kizungu wanasema harnessing of rain water. Ni lazima biashara, watu waweze kuingia kwenye biashara na viwanda, ndio kazi ziwe kupatikana katika nchi. Lakini siasa za kutukanana
na kimabavu ni lazima tuzipunguze, edha tunataka ama hatutaki. Na ikiwa tutaenda hiyo njia, itapunguza maendeleo katika nchi nyingi sana, tutajipata kwa tabu. Manake ni lazima tuanze kuangalia hapo usoni, manake tunaweza kuanza kupungukiwa na chakula. Chakula kinaweza kuanza kupunguka kwa sababu hali ya hewa inabadilika sana, climate change. Ni lazima tuweze kuongeza mazao, ikiwa ni mahindi, ikiwa ni maharagwe. Chakula chochote ambacho watu wanakuza ni lazima kiongezeke, na kile ambacho tunaweza kukiweka katika mastore, yani ambayo hapo kukiwa kuna kiangazi tunaenda tunatoa yale maharagwe na mahindi na chakula ambacho tumekiweka katika granaries, tunakitoa kinatumika wakati huo. Lazima tuwe na akiba ya chakula kwa wingi, na iwe ni msimamo wa kila kijiji. Maofisa wa agriculture, ukulima, maafisa wa veterinary, maafisa wa uchumi, madaktari katika vijiji, watu wa uuguzi wa aina mbalimbali wawe wanapatikana katika vishinani, kwenye vijiji wanapatikana. Ukitaka veterinary officer unampata mara moja, anakueleza ng'ombe huyu wangu ana tabu gani, huyu mbuzi ana tabu gani, huyu nguruwe ana tabu gani. Yani mifugo yoyote ambao unaweka, ukitaka, ukiwa na tabu, kuna mtu unaweza kwenda ofisini kwake ukamwita na akakusaidia. Ikiwa ni ukulima, tuko na agronomists kwenye village. Hapo kijijini kuna watu ambao wana ujuzi wa aina mbalimbali, wakitakikana na mtu yeyote. Ama ikiwa ni mama mzito ana shida fulani, watu wa kumsaidia wako katika kijijini hapo hapo. Lakini kila siku matusi, kila siku siasa za gigigi, ni lazima tupunguze tuwe na mikutano. Ni lazima tufanye mkutano wa kusikizana. Yani tuache gigigi kidogo, tunywe chai, tuwe na mkutano ambao sasa tuseme tuache hizi siasa ambazo za kimabavu. Tuone ni mipango gani tunaweza kuendeleza pamoja, na watu waweze kuwa na uchaguzi ambao ni wa amani. Kila mtu ana uwezo kuwa kiongozi. Kwa hivyo ni kuzungumza, kutia kalma, kupitishanishia mawazo. Maanake sasa hakuna wakati ambao tunataka mkutano wa amani kushinda sasa. Maanake tukikosa kusikizana sasa, inaonekana shida ambazo zitatukabidhi zitakuwa za miaka mingi. Ni lazima tukiweza kutatua huu mgawanyiko ambao uko sasa, ni wazi kabisa nchi nyingi zitaendelea mbele kwa miaka mingi. Viti ni vingi, kila mtu ana uwezo wa kuwa kiongozi wa aina fulani. Si lazima sote twende bunge. Sote hatuwezi kuwa bunge. Bunge ina wazumbe karibu 350. Hata tutakeaje, sote hatuwezi kwenda bunge, na sote hatuwezi kuwa wanasiasa. Ni lazima tukubaliane hayo, na lazima tukubaliane ni vipi tutagawanyana viti ambavyo, ama uwezo ambao uko hapo. Hii keki ambayo tuko nayo, wajua keki ni tamu, manake nani asiyependa tamtamu? Mushrooms walituuliza, jamani,
Nani asiyopenda tamtam, kajiwe tamtam, wamorenya tamtam. Jamani, jamani, ni nani asiyopenda tamtam? Hakuna mtu asiyependa tamtam bwana. Kwa hivyo nawasihi marafiki zangu bwana, wengi tulisoma na nyinyi bwana. Hizi siasa tumekuwa ndani yake, tumezungumza na nyinyi wengi wenu. Hata ndugu yetu aliyetuacha Raila Odinga alikuwa rafiki yetu, tulisoma nawe hapo kichuo kikuu, akiwa hapo engineering department, na akija na pia Mama Aida tuko nao huko. Kwa hivyo sote tunajuana. Tupoze kidogo, tupoze mambo, tupoze kidogo. Sasa tumezeeka bwana, tunaweza kuketi pamoja tukazungumza. Ruto, Gachagua, Uhuru, Kalonzo, Mudavadi, sote wanaweza kuketi pamoja, wakazungumza, wakachambua mambo. Oburu rafiki yangu ameoa Ana Peremena. Ana Peremena tulikuwa pamoja hapo Maisha, amzungumze naye, amwambie wafanye mkutano, wazungumze, wanakunywa chai, kila mtu apunguze tempa zake, calm down, alafu wapate watagawanyanaje hiyo viti ambavyo, ama kila mtu ni vipi kila mtu ataweza kupata kipande cha hiyo keki. Ndio tuwe na amani katika Afrika, maanake Afrika inaonekana iko kwenye shida, na kwa sababu watu wa kuadvise hawako wengi. Ukiangalia Marekani pia nayo ina shida zake. Ukiangalia dunia vile ilikuwa na watu ambao wanaweza kuita mikutano, warudishe nchi ambazo zimegawanyika pamoja, wazungumze. Umoja wa Mataifa pia nao umedhoofika. Kwa hivyo lazima watu wajichunge sana, manake kule tunakoelekea, watu ambao tutakutana nao huko mbeleni ni watu wa mabavu. Siasa zinaonekana zinaanza kuwa siasa za mabavu. Kumcha Mungu ni lazima tumche Mungu na kuomba. Asanteni sana, ni mimi wenu Gilbert Kisharu Gitiri. Tafadhali nisamaheni bwana, manake sipendi sana kuja kuambia watu fanya hivi fanya hivi, lakini mpaka tukutane wakati mwingine, tuzungumze, tutie kalma. Asanteni sana kunikaribisha nyumbani kwenu nizungumze na nyinyi kidogo.